Mimi nilizuia sana, lakini wale watu nilikuwa nakaa nao, kuna mapasta ambao nilikuwa nao wengine tofauti na yule, na wale nilikuwa naishi nao pale nyumbani, ambao sasa kwa hicho kipindi ambacho ndio bishop ananiambia nichukue simu, nilikuwa na wao, ndio walikuwa wanapanga mipango ya kunisafirisha kunirudisha huku. Sasa basi wakachukua na simu yangu, wakaniuliza naitwa nani, huyo mmoja wapo, nikamwambia. Akachukua ile namba wakamtumia yule bishop ndo akawa anawasiliana na yeye na hao. Sasa yeye mmoja ya wale watu sasa wakaongea, hivyo walivyoongea bishop yule akaniambia, lakini usiondoke kwa sasa. Akawasihi wale watu kwamba nisiondoke kwa wakati ule, ningoje kwanza kama muda wa siku 2 wajaribu kufanya maombi tena, ni kwamba hakuna kitu ambacho kimeshindikana kwa Mungu. Kule aliko kuwepo kule akashikana na waumini aliokuwa nao kule, kwa sababu alikuwa kwenye revival sehemu nyingine mbali kidogo na pale mkoa mwingine, wakafanya maombi kule. Mimi nikaweka simu yangu loudspeaker na wao wakawa wanaendelea kule na maombi. Kila wakiingia kwenye maombi wananiweka loudspeaker, wakaniambia acha tufanye kwa hizi siku 2 hizi tuone itakuaje. Wananiweka kwenye loudspeaker, mimi nasikiliza tu yale maombi, tunafanya maombi kwa pamoja. Wanapiga simu, kuna siku nyingine walipiga simu tukawa tunafanya kwa video call kabisa, tukafanya maombi. Yule bishop akaniambia tunafanya maombi ya kutoa mashtaka kwa Mungu. Tujue tu kwamba kama ameamua basi tujue ameamua. Kama hajaamua kwa wakati utujue sasa kwamba sasa ndio unaenda kuachiliwa kabisa, urudi uwe mzima. Nasema ni sawa. Wakati huo nikamuomba, kuna pasta mmoja wa kule Namanga nikamuomba. Pia nilipata homa ya sikio hapa kwenye sikio. Nikamwambia pasta, naomba unisaidie. Nahitaji niende hospitalini. Niende nikafanye kipimo cha hili sikio nijue kama nitakaaje. Yule baba akaniambia sasa tunaendaje hospitalini na hali yako ulionao hivyo? Nikamwambia twende tu, nipeleke hospitali ambayo tunaweza kwenda ya hapa karibu. Tulipofika pale hospitalini, daktari akanicheki sikio, akaniambia tutakupa tu dawa ya sikio, lakini kwa nini usilazwe kwa hali aliyoniona nayo? Mimi nikamwambia hapana, sitalazwa. Nahitaji niondoke kwa sababu nitazidi kuwapa watu shida kwa gharama za hospitalini, alafu hakuna kitu kinachoendelea. Na nikamwambia nilishawahi kuja hapa tena. Akaniambia ni kweli nakumbuka. Kaambia nishawahi kuja hapa tena, lakini hakuna kitu kilichoonekana, hakuna jambo lolote lililofanyika. Basi akanipa dawa, tukawa tunaenda. Tulipokuwa tunatoka pale hospitalini, nilipona ghafla. Nilipata tu nguvu ghafla kabisa. Yaani unajua kama tu mtu anainuka hapo hivi tu. Nikasikia tu mwili wangu umepata nguvu hivyo. Niko tu sawa. Sikuwa tena ninalala kwenye kiti, ninakaa sasa. Kwa sababu tulivyokuwa tunakuja hata hospitalini kwa tu nimelazwa tu kwenye kiti. Ninakaa. Yule pasta nilikuwa naye yule wa Namanga akaniambia, kwani ni nini kimeendelea? Nikamwambia hata mimi nimeshindwa kuelewa kitu kimeendelea hapa. Niko sawa. Si unaona nimekaa. Akawa anacheka. Yaani anacheka. Nikamuuliza unacheka nini? Kwa sababu vitu vingi sasa wakati huo ilibidi sasa ni vitu vya kushangaza vile ile mambo yalivyokuwa. Akaniambia si wewe? Nikamwambia akawa anacheka tu. Yaani yeye anacheka. Vile alivyokuwa anacheka, tulikuwa tunatembea hivi, wanipeleke sasa wanirudishe huku nyumbani ambako nilikuwa ninaishi kwa huyu pasta, hawa wenyeji wangu ambao ninaishi kwao Kenya. Baada sasa ya kutoka kule kule nyumbani kwao, tulikoenda kwa mdogo wake ambako ndio walikuwa wanafanya mipango ya kunisafirisha huko. Kabla hatujafika nyumbani akampigia mamangu simu, akamwambia yani utashangaa, kuna mambo yanatendeka huku, Mungu amefanya mambo ya ajabu. Mama, utashangaa. Mama akasema, acha basi na mimi nawasubiri mje tuone hayo mambo ya ajabu ni mambo gani. Tukawa tumefika kama njia ya kuja nyumbani. Nikamwambia mimi nataka munifungulie mlango nitembee. Nataka nitembee nione kama natembeaje, kama naweza kutembea ama naendaje. Wakanifungulia mlango wa gari.